Mtazamaji, mambo yameanza kuvurugika sasa hivi ndani ya Chama cha Mapinduzi cha CCM. Viongozi waanza kushambuliana kwa maneno makali wao kwa wao. Pigo zito sasa hivi kwa Samia Suluhu Hassan, huku kada maarufu wa CCM ameikaanga vibaya CCM na kumshauri Rais Samia Suluhu Hassan kwa ujumbe huu mzito bila hofu. Mtazamaji, bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Sauti maarufu ndani ya chama tawala cha Tanzania, Chama cha Mapinduzi CCM, imezua mjadala mkali baada ya kutoa rai ama ombi kubwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan. David Nkindikwa maarufu kwa jina la Kijana Mzalendo amemtaka mkuu wa nchi kuagiza kufunguliwa mara moja kwa makanisa ya Askofu Josephat Gwajima yaliyofungwa hivi karibuni katika mazingira ya kutatanisha. Viongozi kadhaa wa CCM wamekuwa wakisimama na uamuzi wa serikali kufunga makanisa hayo, lakini sasa hivi ni tofauti baada ya kiongozi huyu wa CCM sasa hivi kuweza kumfuata Rais Samia Suluhu Hassan bila woga kumwambia ayafungulie. Ombi la kiongozi wa CCM kumtaka Rais Samia Suluhu Hassan kufungua tena makanisa hayo limevuta hisia za kitaifa kwa haraka na kuzua mjadala mkubwa wa hadhara kuhusu uhuru wa dini pamoja na umoja ndani ya CCM. Katika hotuba yake, Nkindikwa alisema kuwa kitendo cha kufungwa kwa majengo ya ibada kinaweza kuharibu kwa kiasi kikubwa urithi wa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan. Kiongozi huyo wa CCM alisisitiza kwamba kumwomba Rais Samia Suluhu Hassan kufungua tena makanisa si kitendo cha uasi, bali ni ombi la kizalendo la kulinda sifa ya muda mrefu ya Tanzania ya uvumilivu wa kidini na haki za kikatiba na kisiasa. Alisema kufungwa kwa namna hiyo kunaacha doa lisilo la lazima kwenye rekodi ya serikali ya sasa ya Rais Samia Suluhu na haiendani na historia ya Tanzania ya kuishi pamoja kwa amani katika dini. Msisitizo wa kiongozi huyu wa CCM kwamba Rais Samia Suluhu Hassan afungue makanisa hayo mara moja umewagusa Watanzania wengi, hasa wale wanaohusika na mvutano unaoendelea kati ya serikali ya rais na taasisi za kidini. Nkindikwa alisisitiza kuwa chini ya marais watano waliopita wa Tanzania hakuna hatua kali kama hizo zilizochukuliwa dhidi ya makanisa au msikiti, kulingana na alivyochukua Rais Samia Suluhu Hassan. Hata katika hali ya kutoelewana hakuna makanisa yalifungwa. Ulinganisho wake unaimarisha zaidi rufaa yake, ikiweka hali ya sasa katika mapumziko kama mapumziko kumradhi kutoka kwa mila ya kitaifa. David Nkindikwa alisisitiza kuwa waumini lazima waruhusiwe kuabudu kwa uhuru, huku akitaja katiba kuwa ndio mamlaka kuu inayohakikisha uhuru wa kuabudu. Wito wa kiongozi wa CCM kumtaka Rais Samia Suluhu Hassan aende kinyume na uamuzi wake wa awali na kufungua makanisa ya Askofu Gwajima unaonyesha wasiwasi mkubwa ndani ya CCM kwamba uingiliaji kati wa serikali katika masuala ya kiroho unaweza kuingia katika machafuko ya kisiasa au kijamii kama hayatashughulikiwa kwa uangalifu na kwa haraka. Alitoa wito kwa serikali kutanguliza mazungumzo badala ya makabiliano makali na kuruhusu taasisi za kidini kuanza shughuli zao. Majukwaa ya mitandao ya kijamii na vyombo vya habari tangu wakati huo vimejaa hisia za kauli ya Nkindikwa. Wafuasi wa uhuru wa dini wamempongeza kiongozi huyo wa CCM kwa kumtaka Rais Samia Suluhu Hassan kufungua makanisa, wakiona maoni yake kuwa ni utetezi wa kijasiri wa haki za kikatiba. Wakati huo huo, wengine wameonya kwamba viongozi wa kidini lazima pia wazingatie sheria na kanuni za kitaifa, wakisisitiza usawa wa hali ya juu ambao serikali inapaswa kudumisha. Uamuzi wa kuyafunga makanisa hayo na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan awali, ambayo ni ya taasisi ya kidini inayoongozwa na Askofu Josephat Gwajima ambaye ni mchungaji maarufu na mbunge wa viti maalum, umegeuka kuwa gumzo katika mijadala ya kidini na kisiasa na katika mitandao. Ombi la kiongozi wa CCM kumtaka Rais Samia Suluhu afungue makanisa hayo, hata hivyo, limeongeza uzito katika suala ambalo tayari ni nyeti na la juu. Hatua hii ya Nkindikwa imezidisha kuangaziwa kwa makutano kati ya dini, siasa na utawala. Kwa wananchi wengi, ombi la moja kwa moja la kiongozi huyo wa CCM kwa Rais Samia afungue makanisa linatafsiriwa kuwa ni kielelezo cha hali ya sintofahamu inayoongezeka ndani ya CCM, ndani ya baadhi ya makundi ya chama tawala. Baadhi ya wachanganuzi wanapendekeza kwamba kauli hiyo inaakisi wasiwasi mkubwa kuhusu jinsi serikali inavyoshughulikia upinzani na uhuru wa kujieleza, hasa viongozi wa kidini wanapohusika. Kufunguliwa kwa makanisa kama alivyopendekeza David Nkindikwa kunaweza kutumika kama ishara ya umoja na kizuizi. Wasomi wa masuala ya sheria na dini wametilia maanani
utata huo na kutahadharisha kuwa pamoja na kwamba serikali ina haki ya kusimamia sheria, lakini hatua zozote zinazochukuliwa dhidi ya taasisi za kidini lazima zifanywe kwa uwazi na haki. Ombi la kiongozi huyo wa CCM dhidi ya Rais Samia Suluhu Hassan afungue makanisa linaashiria haja ya kutafakari kwa kina, hasa kutokana na utofauti wa dini ya Tanzania. Maoni yake yanapendekeza kwamba hatua za kuadhibu hazipaswi kamwe kuchukua nafasi ya ushiriki wa kujenga. Askofu Gwajima kwa muda mrefu amekuwa mtu wa kutatanisha na mazungumzo makali, huku ushawishi ukienea zaidi ya mimbari. Kwa hiyo kufungwa kwa makanisa yake kumevutia maslahi makubwa ya umma kutoka kwa wafuasi na wakosoaji. Kuendelea kwa kiongozi huyo wa CCM kumtaka Rais Samia kufungua makanisa hayo kunaonyesha kuwa jambo hilo si la kiroho tu, bali pia ni la kisiasa. Inasisitiza nguvu ya mfano ya nyumba za ibada katika jamii ya Kitanzania. Katikati ya mijadala inayoendelea ndani ya CCM, Nkindikwa alishikilia kuwa nguvu ya Tanzania inatokana na uwezo wake wa kutatua migogoro kwa njia ya mazungumzo ya amani na kuheshimiana. Ujumbe wa kiongozi wa CCM kwa Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu kufungua tena makanisa umejikita katika kanuni hii, akihimiza serikali kuiga mfano katika kutetea uhuru wa raia huku ikisimamia umoja wa kitaifa. Sauti yake ilikuwa thabiti lakini yenye heshima, ikiweka ombi lake kama kitendo cha utumishi wa kitaifa. Mazungumzo ya umma sasa yanajikita katika pana za hatua ya serikali. Msukumo wa kiongozi wa CCM kumtaka Rais Samia Suluhu kufungua tena makanisa unaonekana kama badiliko kubwa katika jinsi Tanzania inavyopitia uhusiano kati ya mamlaka ya serikali na uhuru wa kidini. Wananchi na mashirika ya kiraia sasa wanahimiza kutolewa kwa maelezo ya wazi ya uwazi na majadiliano ya wazi juu ya motisha nyuma ya maamuzi hayo. Baadhi ya waangalizi wameonya kuwa kushindwa kushughulikiwa jambo hilo mara moja kunaweza kusababisha mgawanyiko mkubwa. Msisitizo wa kiongozi huyu wa CCM kumtaka rais kufungua makanisa hayo unaweza kutafsiriwa kuwa ni wito wa kuepuka kuzitenganisha zaidi jumuiya za kidini ambazo zina mchango mkubwa katika kuendeleza amani na mshikamano wa kijamii nchini. Alionya kwamba ucheleweshaji unaweza kuzidisha maoni juu ya ukandamizaji wa kidini au unyanyasaji wa serikali. Tukimalizia taarifa hizi katika mazingira ya kisiasa ambapo sauti kutoka ndani ya chama tawala ni nadra sana kupinga maamuzi yanayotolewa na serikali, hasa rais. Ombi la kijasiri la kiongozi wa CCM kwa Rais Samia la kufungua makanisa ya Askofu Gwajima linaonekana kuwa muhimu, linawakilisha nia inayoongezeka miongoni mwa baadhi ya wanachama wa chama kutetea ushirikishwaji, uvumilivu na uwazi, hata wakati kufanya hivyo kunaweza kuonekana kuwa na utata au uasi. Viongozi wa dini kutoka madhehebu mengine pia wameunga mkono matamshi haya, baadhi wakionyesha mshikamano na wazo kwamba nyumba za ibada zisitumike kama uwanja wa vita katika mizozo ya kisiasa. Ombi la mara kwa mara la kiongozi huyo wa CCM kwa rais kufungua makanisa ya Askofu Gwajima limetoa nguvu ya kutaka nchi nzima kusisitiza uhuru wa dini na maadili ya kidemokrasia. Mtazamaji, nijuze maoni yako upande wa comment section. Je, unamuunga mkono kada huyu wa CCM kutaka makanisa haya yafunguliwe? Nijuze maoni yako, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.